na kwa mantiki hiyo basi tumekuja hapa kwa ajili ya kuwahamasisha, kwa ajili ya kuwakumbusha ya kwamba mnalazimika kukamilisha michakato yenu ili tuje tuzindue tawi hili, tawi la Pugu Kinyamwezi. Tayari mmeshamaliza hatua ya kwanza ya kujikusanya pamoja wanasimba. Hiyo ni hatua kubwa kweli kweli. Hatua ya pili ni kuenda kujiandikisha kwenye benki zetu ambazo tumeingia nazo BIA, aidha CRDB ama NMB, mpate kadi ili muwe mashabiki rasmi. Tayari mmeshajenga kizimba chenu, hongereni kwa hilo. Kilichobaki ni ofisi tu. Kwa hiyo tukamilishe hizo hatua chache ambazo zimebaki. Mwakani Mwenyezi Mungu akijalia, tuje tufanye uzinduzi wa tawi la Pugu Kinyamwezi. Na kwenye mechi ya pili ya hapa nyumbani ya ligi ya mabingwa Afrika, ambayo itakuwa ni mechi ya tatu ya hatua ya makundi, uzinduzi wake wa hamasa tuje tuufanyie hapa Pugu Kinyamwezi. Kwa hiyo tuna muda mchache hapa wa kupambana kukamilisha mchakato huu ili kila mmoja awe amejiandikisha. Na uzuri ni kwamba tupo na mkurugenzi wa matawi na mashabiki wa Simba Sports Club, Hamisi Kisiwa. Mtachukua namba zake ili muanze kuwasiliana sasa, kuanzia sasa awape muongozo na taratibu namna gani ya kufanikisha na kuzindua tawi la Pugu Kinyamwezi. Kwa wale wote ambao wanahitaji kujiunga na tawi hili la Pugu Kinyamwezi, wamuone mratibu hapa, Bwana Samir Dangote, Nasibu Dangote. Yeye ndio anahusika na zoezi zima la hamasa na kuratibu mipango mizima ya tawi hili. Lakini pia wapo viongozi wa tawi, kuanzia mwenyekiti, makamu, katibu, wote wapo hapa. Njoo uonane nao ili wakupe utaratibu wa kujiunga na tawi letu hili la Pugu Kinyamwezi. Jambo la mwisho ambalo ningependa kuwaambia ndugu zangu wa Pugu Kinyamwezi ni kuwakaribisha, ni kuwaalika katika mchezo wetu wa tarehe 23, mchezo wa kwanza wa hatua ya makundi ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Petro de Luanda. Najua mmeshaanza mchakato huu wa kujikusanya kwa pamoja na kuchukua usafiri wa pamoja, lakini mchakato huo ufanyike kwa haraka na tuwashawishi wanasimba wengi zaidi wa hapa Kinyamwezi ili waje uwanjani siku ya tarehe 23. Asibaki mwanasimba yeyote hapa Kinyamwezi, asibaki mwanasimba yeyote Pugu hii. Wanasimba wote tarehe 23 siku ya Jumapili tunatakiwa kwenda Benjamin Mkapa. Kwa hiyo viongozi, hakikisheni mnaratibu safari ya pamoja ya wanasimba wote wa tawi hili, na hata wale ambao sio wa tawi hili tuwashawishi tuondoke nao kwa pamoja. Mechi ya JKT dhidi ya Simba mlikuja na kosta moja. Mechi hii ya kimataifa tunataka kosta 4 kutoka Pugu Kinyamwezi. Wanangu wa Simba, piga kelele! Kwa hiyo tuendelee kuhamasishana, kuhimizana ili wanasimba wote siku hiyo waje uwanjani. Na kwa nini tunataka sana mje uwanjani siku hiyo? Na inawezekana hiki ndio kipindi ambacho tunawahitaji sana wengi mashabiki wetu kuliko kipindi kingine chochote kile, kwa sababu ya umuhimu na ugumu wa mchezo wenyewe huu. Huyu baba tunayekwenda kukutana naye siku ya Jumapili ni mpinzani mgumu kweli kweli. Hivyo ili tuweze kupata ushindi, tuweze kupata matokeo mazuri, silaha yetu namba moja sisi wanasimba ni mashabiki wetu. Na ndio maana tunatumia nguvu kubwa na muda mwingi kuwaita mje uwanjani, kwa sababu tunajua nguvu yenu. Mkija uwanjani kwa wingi, Benjamin Mkapa ikajaa tu, yule Petro atake asitake atafariki Benjamin Mkapa.
Yani hilo halina mjadala, halina mazungumzo. Nyie mkisha kuja kwa wingi tu uwanjani, tutamfanya vibaya pale hata kaamini macho yake. Kwa hiyo ndugu zangu wana Simba wa Pugu Kinyamwezi, msituangushe. Tunawataka Benjamin Mkapa. Kama kuna mtu alikuwa hana mpango, kama kuna mtu mpaka hivi sasa hajafanya maamuzi, kama kuna mtu mpaka hivi sasa bado anasuasua, tunamhimiza ya kwamba afanye maamuzi hivi sasa ya kuja uwanjani siku ya tarehe 23, na tiketi yako ununue mapema kuepusha usumbufu wa siku ya mchezo. Naambiwa tayari nimeshanunua tiketi. Mmenunua ngapi? 36. Hiyo ni kosta moja. Sasa usi mhamasishaji. Endelea kuhamasisha wana Pugu Kinyamwezi. Pita nyumba kwa nyumba. Wana Simba si tunajuana? Tunajuana, yani ukimwangalia mtu kwa sura tu amemwona amependeza, yule mwana Simba. Kwa hiyo pita nyumba kwa nyumba kuhamasisha wana Simba wenzio. Bwana wewe, tarehe 23 twende Benjamin Mkapa. Nipe nauli yako ya shilingi 5,000, nipe kile chako cha shilingi 5,000, nikakununulie tiketi, alafu safiri tutaondoka kwa pamoja kwenda uwanjani siku hiyo. Hiyo ndio kazi yako bwana Nasib Dangote. Una hela au umejida Dangote? Hela ipo? Ni kweli niliona. Hela unayo Dangote, hela unayo. Kwa ndugu zangu wana Kinyamwezi, sina mengi sana ya kuzungumza. Tutakapokuja kuzindua tawi hili tutamwagika mengi kweli kweli, lakini kwa sasa ujumbe wangu ambao nawaachia ni kila mwana Kinyamwezi siku hiyo anunue na aje uwanjani. Kama kuna mtu hajawahi kwenda uwanjani Benjamin Mkapa, huu ndio mtoko wake wa kwanza sasa wa kuja uwanjani. Na kama una wasiwasi utapotea, njoo hapa tawini, tutaondoka kwa pamoja kuelekea uwanjani na tutarudi kwa pamoja, tutakuja kusambaana hapa. Agizo langu la mwisho, tutakapokuja kuzindua tawi, kile kizimba chetu kimeshapitwa na wakati. Kwa hiyo mdomoe, mjenge kizimba cha maana. Mtu akipita hapa aone kwamba lile tawi la watu wa Simba Sports Club. Hiyo nadhani mwenyekiti tumeelewana Unapokea mwenyekiti na tunapokuja uwanjani tarehe 23, kila mwana Simba ahakikishe amevaa jezi ya msimu huu. Tumeelewana Basi asanteni sana wana Kinyamwezi, nawapenda sana. Tukutane Benjamin Mkapa.